Kikosi tayari kimeanza safari kuelekea Kombe, unaweza kutujuza kidogo ile kikosi? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, leo ndio ile siku ambayo tumeisubiri kwa hamu, na kesho ndio siku ambayo tunaisubiri kwa hamu zaidi, kwa maana ya tarehe 4 ya mwezi wa 7. Tunaondoka asubuhi hii kuelekea visiwani Pemba kwenda kwenye fainali yetu ya kombe la shirikisho la CRDB. Kama ambavyo mmeshuhudia kikosi, tunaondoka tukiwa full nondo, full masijala. Tunakwenda kupambana, kwenda kuipambania Simba Sports Club. Wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri, hakuna yeyote mwenye changamoto yoyote, na tumeondoka na full mkoko kwa ajili ya kwenda kuipigania furaha ya wanasimba. Tunaamini pamoja na ukubwa wa mchezo huu, pamoja na ugumu wa mchezo huu, lakini kwa aina ya maandalizi tuliyokuwa nayo, kwa aina ya ujasiri tuliojivika, kwa aina ya mahitaji tuliyokuwa nayo, tunaamini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tunakwenda kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho la CRDB. Msemaji, mnakwenda kucheza na Azam FC ambao na wao wana timu bora, na kocha pia amezungumza hilo. Mnahitaji kuchukua kikombe, lakini ni mechi ngumu ambayo mnakwenda kucheza nayo, ambayo mnaenda kukutana nayo. Tuambie sasa, kwa namna mpinzani wenu alivyo, na yeye kwa sababu hana kikombe chochote ambacho amekipigania kwa msimu huu, na ukizingatia wana kocha mzuri ambaye anaweza akafanya hivyo mbele yenu. Ya, ni kweli Azam wana timu bora, na kwa msimu huu Azam imekuwa bora zaidi mbele ya Simba Sports Club. Ukiangalia msimu huu timu pekee ambayo imefanikiwa kuifunga Simba ni Azam FC. Ukiangalia msimu huu timu pekee ambayo imekusanya alama nyingi katika mpira wa Tanzania ni Azam, amechukua alama 4. Waliobaki wote ni alama 1, alama 2, vitu kama hivyo. Lakini it's only Azam FC ambayo imefanikiwa kuchukua alama 4 mbele ya mnyama. Sasa hii haiji kwa bahati mbaya. Hii inakuja kutokana na ubora aliokuwa nao msimu huu, ndio maana amefanikiwa kufanya hivyo ambacho amefanya. Lakini kama haitoshi, na wachezaji wazuri, ina mchezaji mzuri, na ina mwalimu mkubwa mwenye uzoefu ambaye anajua namna ya kucheza mechi za namna hii, mechi za kimaamuzi, mechi za fainali. Kwa hiyo ukiangalia fakta zote hizo zinatengeneza fainali bora yenye mvuto na fainali kubwa yenye hadhi kweli kweli ya kombe la CRDB. Lakini pamoja na yote hayo, sisi tumejipanga, tumejiandaa kwenda kuipambania nembo ya Simba, kwenda kupambania furaha ya wanasimba, kwenda kupigania ubingwa wa Simba Sports Club. Tunawaheshimu Azam FC, lakini tuko tayari kwenda kuonesha upinzani mkubwa kesho katika dimba la Gombani. Pengine kwa shabiki wa Simba yeyote ambaye ana hofu kushuhudia kikosi kinasafiri siku moja kabla ya mchezo, kuweza kwa watu wasiwe na hofu. Kwanza Pemba sio mbali kwa ndege, lakini tumelazimika kwenda hii leo kwa sababu Pemba hakuna miundombinu ya kujitosheleza ya timu kukaa muda mrefu. Kwa changamoto ya hoteli nzuri za standard ya Simba Sports Club, changamoto ya viwanja vya mazoezi. Kwa hiyo tusingeweza kwenda kule siku 2 ama 3 kabla, tungeishi maisha ya dhiki. Kwa hiyo option nzuri ni kwamba tukae Dar es Salaam, tufanye mazoezi yetu Dar es Salaam, tumalize mipango yetu yote Dar es Salaam. Tunaondoka leo, kesho tutafanya mazoezi leo jioni tutafanya mazoezi uwanja wa Gombani, alafu kesho tunamkia mchezoni. Hata ukiangalia Azam mwenyewe hawajaenda moja kwa moja Pemba, wamekomea Unguja. Wako Unguja pale wanafanya maandalizi yao Unguja, leo ndo wanakwenda Pemba. Kwa hiyo wanasimba wasiwe na wasiwasi wa aina yoyote ile. Tumezingatia yote hayo na hakuna athari ya aina yoyote ile sisi kwenda siku moja kabla ya mchezo. Wachezaji labda wametuma salamu zozote, semaje? Wachezaji tumewaeleza na wenyewe wanajua ya kwamba tunatakiwa kupata ubingwa msimu huu. Na kwa aina ya wachezaji tuliokuwa nao, class tuliokuwa nao, bwana ipeleke pale, utampa yule mlinzi anayekagua pale, ampe meneja wa Simba.
Wachezaji tuliokuwa nao wenyewe wanajua kwa status yao haipendezi kumaliza msimu na kikombe kimoja pekee. Kwa status yao wanastahili kumaliza msimu wana makombe 2, 3 mpaka 4 ambayo yote mmekuwa mmeshiriki. Kwa hiyo tumeeleza ya kwamba yes, tuna kombe la Muungano lakini halitoshi. Tuna wajibu ya kwenda kupambana tupate makombe mengi zaidi, na in fact kombe la CRDB hatujalichukua muda mrefu. Kwa hiyo tunatakiwa kulichukua kutokana na aina ya timu tuliyokuwa nayo, na wachezaji wanatambua thamani yao inaongezeka na ukubwa wao unaongezeka endapo wakifanikiwa kuchukua ubingwa huu wa CRDB. Kwa hiyo kwa upande wa wachezaji wenyewe wako very okay, tayari kwa ajili ya vita. Na katika kombe ni kazuri sana CRDB. Kombe la CRDB sio tu zuri Memo, lakini pia ndio taji kubwa zaidi katika ligi ya Tanzania, katika mpira wa Tanzania. Exactly, katika mpira wa Tanzania ni kubwa ukilinganisha na mataji mengine, na ni kubwa ukilinganisha na aina ya timu ambazo zinashiriki kwenye mataji mengine. Kombe la CRDB linashirikisha timu 97. Siku zetu tulimuuliza mratibu wa TFF Bwana Kizuguto, akasema timu 97 zimeshiriki msimu huu. Unaposema timu 97 maana yake unazungumzia timu za madaraja yote, unazungumzia timu za nchi nzima, unazungumzia timu kutoka kila pembe ya Tanzania zimeshiriki katika kombe hili, lakini hawakuwa na ubora wa kufika fainali. Ni sisi na Azam FC ndio tumefika fainali. Kwa hiyo mpaka sasa timu bora Tanzania ni Azam FC pamoja na Simba Sports Club, lakini nani atakuwa bora zaidi ni yule ambaye atapata ushindi katika mchezo wa kesho. Ukiwa mshindi, tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba wewe ni bora kuliko timu zote 97 ambazo zimeshiriki kwenye kombe la shirikisho, lakini vile vile wewe ni bora kuliko timu zote za Tanzania. Ni tofauti na kombe la ligi ambalo linashiriki timu 16 pekee. Maana yake ukiwa bingwa, wewe ni bingwa wa timu 16, ambapo ndani yake kwenye 16 humo kuna Pamba, kuna Dodoma Jiji, kuna Singida, ambao hiyo ni timu moja. Kwa hiyo ni ambao ni, kwa hiyo ukitoa kwenye 16 ukimtoa mnyama ambaye ni independent, unabaki timu 15. Kwenye timu 15 toa Singida